Karibu sana katika kipindi hiki ambacho kimeandaliwa na mwalimu wa biashara ya network marketing. Naitwa Mbaraka Mbwambo. Hongera kwa kufata kurasa zangu za mitandao na kunitumia neno nipo tayari ama nipe fursa ama nataka kuanza biashara. Na hapa nitakupa mwongozo. Kuna maswali 7 ambayo nitakutumia. Muhimu sana uweze kuyajibu ili tuweze kujua upo katika wakati gani na nikusaidie uweze kuipata fursa hii na uweze kuifanya biashara hii ya mtandao kupitia kampuni ya BF Suma. Maswali haya, swali la kwanza linasema, umewahi kufanya biashara hapo awali walau kwa miaka 2 ama mwaka mmoja au kuwa sehemu yoyote ya biashara? Na kipengele B kinasema, kwa nini unataka kufanya biashara? Kitu gani kinakupelekea wewe uwe na msukumo wa kufanya biashara? Swali la pili linasema, kiasi gani cha pesa unataka ukipate mwaka huu 2026 mpaka Disemba ama mwaka huu ambao utakaokuwa umekutana na hii video? Na ni kiasi gani pia umekitengeneza mwaka uliopita? Inawezekana video hii kakukuta mwaka 2026 ama 27 ama 28 ama mwaka wowote. Mwaka wa nyuma ulifanikiwa kuweka kiasi gani mpaka Disemba, na mwaka huu unataka kuweka kiasi gani? Au ndani ya miezi 12 ijayo unataka uweke kiasi gani? Swali la tatu, je, unataka kutatua tatizo gani ambalo mbadala wake utapata hiyo pesa? Kumbuka kuwa matatizo yote unayotaka kuyatatua yapo katika pesa ambayo wewe imejificha kwenye matatizo ya watu wengine. Tatizo la mtu ukilitatua ndio unalipwa pesa. Wewe unataka kutatua tatizo gani? Kwenye kutatua matatizo, tuna matatizo ya aina mbili. Tuna valuable problem na tuna invaluable problem. Tuna matatizo yenye thamani na yasiyo na thamani. Kampuni ya BF Suma ina virutubisho kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali za kiafya ambazo changamoto hizi ni za thamani. Hakuna mtu anayeweza kukubali kuumwa changamoto ya tezi dume au vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ukimtatulia tatizo lake huyo, na hata malipo yake yatakuwa ni makubwa. Tofauti na wewe kutatua changamoto ya mtu kunywa maji yanayouzwa shilingi 600, ama kumtatulia mtu changamoto ya kula karanga. Hiyo ni tofauti. Au kumtatulia mtu changamoto ya kula kashata au changamoto ya kuvaa nguo, kwa sababu zinapatikana kila mahali, lakini si kila mahali atampata mtu atakayemsaidia changamoto hizo. Swali la 5, upo tayari kutumia muda gani kujifunza kabla ya kuanza kupata pesa? Moja ya changamoto ambazo wanazipata wajasiriamali na watu wanaotaka kuanza biashara, wanapoteza pesa nyingi kwa kuchukua mikopo, wanapoteza mamilioni kwa sababu hawakupata maswali kama haya. Swali hili linaonyesha nini? Unahitaji kuwa na muda gani wa kujifunza kabla ya kuanza kupata pesa? Kwa mfano, kwa kutumia platform yetu ya network marketing unahitaji wiki 1 tu au 2 ili uweze kujifunza na kuielewa biashara na ukaanza kupata pesa. Swali linalofuata la 4, unahitaji skills uweze kujenga msingi imara wa kufanikiwa. Hakuna biashara unayoweza kuifanya kwa mafanikio kama hauna maarifa ambayo ni ya kitaalamu. Na hapa, upo tayari kujifunza? Swali la 5, upo tayari kutumia muda gani kujifunza kabla ya kuanza kuingiza pesa? Na hapa utasema muda unaotaka kujifunza wewe. Lakini swali la 6, unatarajia kuingiza kiasi gani kwa siku? Wewe unataka kupata shilingi ngapi? 5,000, 10,000, 30, 40. Lakini swali la 7, upo tayari kuchukua hatua kama utapata fursa ya kuanza biashara na mafunzo yote haya ya kujenga uzoefu pamoja na kuwa na usimamizi pamoja na kuwa na uongozi kwa mtaji wa 1,155 tu. Kampuni yetu ya BF Suma inatoa nafasi za wewe kuanza biashara na ukawa ni wakala wa kujitegemea na ukawa chini ya timu yangu na nikakufundisha kwa mtaji mdogo tu wa 1,155. Naweza nikakusaidia na ukayapata matokeo yako ya mafanikio. Je, upo tayari kuchukua hatua nikikupa nafasi hiyo? Kama ndiyo, haya maswali yako ambayo umeyajibu, nitakupa nafasi hii. Baada ya kujibu maswali yako hayo yote, nitumie ili niweze kuandaa dakika 30 za kuweza kuwa na wewe. Kama upo nje ya mkoa, nitatenga appointment ya dakika 30 niweze kukupigia. Kuwa makini sana, kwa sababu ninakuwa na watu wengi ambao wako bize kutaka kujifunza. Ninapotenga dakika zangu au kukuuliza, jitahidi uweze kuwa na uhakika na kunipa wakati unaoeleweka. Watu ni wengi sana wa kujifunza. Lakini wewe ambao uko Dar es Salaam, nitakupa nafasi ya kuweza kuja hapa ofisini kwetu mtaa wa Tandamti na Lumumba ili uweze kujifunza moja kwa moja kutoka kwangu kwa dakika 30. Na hiyo ni muhimu uweze kuelewa, kwa sababu upo ndani ya mkoa unapata nafasi hiyo. Baada ya hapo sasa, tutakwenda kuangalia kuna mambo ya msingi ambayo wewe unapaswa kuyajua ili uweze kuifanya biashara hii kwa mafanikio makubwa, ambayo ni biashara ya network marketing. Network marketing ni biashara ambayo inahusisha kusambaza virutubisho kutoka
katika sehemu ya kampuni na kupeleka kwa mteja, hasa kwa kampuni yetu ya BF Suma. Tunasaidia virutubisho mbalimbali viwafikie wagonjwa wanaopitia changamoto mbalimbali za kiafya kwa kuwapa ushauri kwa kutumia tiba asilia. Hizi ni tiba ambazo zilikuwepo miaka mingi sana, ambazo zimewekwa katika mifumo ya kisasa kuwasaidia watu kuboresha afya zao kwa vile vyakula ambavyo wanavikosa katika matidi au madini ambayo wanayakosa katika vyakula vyao vya kila siku. Kwa hivyo utapata introduction ya biashara na tutaangalia structure za namna ya kufanya biashara hii. Biashara hii tunaifanya katika mifumo kadhaa, lakini cha kwanza ninapaswa nikupe nafasi ya kuweza kujua jinsi gani biashara hii tunaifanya. Mfumo wa biashara unahusisha mambo matano. Kuna pattern, volume, collection, promotion, sales, ndio jambo la mwisho. Kwenye pattern unatakiwa kujua mambo haya. Mfumo wa kazi unaowezesha wewe kufanya, lakini unatakiwa kujua hatua za mwanzo hadi za mwisho, lakini lingine kurudia kile kinachofanya kazi baada ya kuwa umefundishwa. Na katika upande wa volume, hapa ni jinsi unavyoweza kujenga timu, jinsi unavyoweza kupanua mtandao, lakini na kuscale watu kuwafikia. Lakini kipengele C, collection, makusanyo ya mapato yako. Mfumo salama wa malipo utafundishwa, kiasi unachoweza kukusanya kila mwezi, lakini njia ya kutengeneza pesa katika muda wako wa ziada. Lakini kipengele D, jinsi ya kupata wateja, maana yake ni promotion and marketing. Jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii kujenga brand yako na kutangaza bila kutumia gharama kubwa kuendesha biashara. Na kipengele E, utajifunza mauzo, namna ya kuwasiliana na watu kwa ufanisi, pamoja na kufunga mauzo bila kusukuma, closing, pamoja na kufanya wateja waweze kununua mara kwa mara. Haya ni mambo ya msingi katika biashara, na kuna mambo ya msingi ambayo tunapaswa kukujenga wewe mwenyewe unayefanya biashara. Jambo la kwanza, who am I? Mimi ni nani? Wewe ni nani? Tutaangalia ujuzi wako, uzoefu, mtazamo, tabia unazoweza kuwa nazo ili kukufanya upate matokeo mazuri. Na hapa tutaangalia kipengele B, what do I want? Wewe unataka nini? Ndoto zako ni zipi? Gari gani unataka maishani mwako? Nyumba ya aina gani? Pesa shilingi ngapi? Lakini maisha unayotaka kuyaishi, na unataka kwenda nchi gani? Haya mambo yote kampuni ya BF Suma inakupa, ni wewe kuamua unataka mambo gani. Kipengele C, how much do I want? Unataka kiasi gani kuingiza kwa siku, wiki pamoja na mwaka. Kipengele D, how do I get it? Unapataje kile unachokitaka? Kwa kupitia mfumo, kupitia mentorship na kupitia kazi ya hatua kwa hatua ambayo nitakufundisha. Na kipengele E, skills I need and who leads me. Nahitaji kupata mafunzo na mtu wa kuniongoza ambaye ni mimi nitakuongoza. Nitakufundisha mambo matatu: communication, namna ya kuzungumza, marketing, namna ya kutangaza, na leadership, namna ya kuweza kujisimamia, na consistency, namna ya kuwa na mwendelezo wa kufanya mambo yako, na team building activities, mafunzo maalum yatakayoweza kukufanya uweze kujenga timu. Katika biashara hii na tofauti ya biashara zingine ni kwamba katika network marketing na kampuni yetu ya BF Suma utapata mfumo wa uongozi ambao mtu anakusimamia kama kiongozi na kukupa matokeo na mambo ya kufanya kama alivyofanya yeye kupata mafanikio. Kwenye biashara hii utapaswa kujifunza hatua kwa hatua kama unavyopata mwongozo kutoka katika video hii ili uweze kuyapata mafanikio. Nini cha ziada utakachokipata ukichukua hatua ya kuanza biashara kwa mtaji wa $155,000 kwenda juu? Cha kwanza, kutoka kwangu utapata program hizi. Ndani ya msingi wa biashara, ndani ya mwezi utapata mfumo wa msingi wa biashara, nitakufundisha bure. Mentorship ya karibu ya kila siku na kila wiki, mafunzo ya ziada kukujenga bure. Mpango wa siku 30 wa kuanza kupata matokeo, nitakupa mfumo rasmi tutakaotumia ili upate matokeo kwa siku 30. Lakini mfumo wa kufanya kazi bila kubahatisha. Biashara hii watu wengi imewashinda kwa sababu ya kutokuwa na elimu. Mbele yako hapa nimepita katika chuo cha Uingereza cha sales kinachosimamiwa na Brian Tracy kujifunza MLM, multi level marketing. Kwa hiyo ninaongea hapa mbele yako kama expert, mtaalamu niliyesoma kwa kipindi cha miezi 6 kuifanya biashara kitaalamu, sio tu vinginevyo. Watu wengi wameshindwa biashara za mtandao kwa kufikiri ni biashara za upatu, kwa kukosa uelewa kwa watu ambao walipaswa kuwapata ili wawafundishe kuielewa biashara. Hivyo umakini ni kitu cha umuhimu tunapokuwa tunaelekezana. Kipengele kinachofuata, mambo haya yote utayapata kwa usimamizi wa mtaji mdogo kuanzia $155,000, na tutakuunganisha kwenye jamii yetu, magrupu mbalimbali yatakayokufanya uweze kuwa karibu na washindi. Mwisho, nataka nikupe nafasi ya dakika 30 baada ya kuwa umesikiliza video hii, nikupe mwongozo wa hatua inayofuata ili tuweze kuyajenga mafanikio. Biashara ya mtandao ni biashara ya kusambaza virutubisho moja kwa moja kwenda sokoni, na virutubisho vyetu havipatikani kwenye maduka ya kawaida, bali ni katika maduka ambayo kampuni imeidhinisha tu, na wanaopata bidhaa hizo ni watu waliojisajili kuwa mawakala. Hivyo
wewe unaweza ukatengeneza faida unayoitaka sokoni kulingana na jinsi utakavyokuwa umepanga bei kwa thamani ya mazungumzo utakayokuwa unaongeza. Kwa hiyo call to action, mwisho wa mwaliko, tutapanga muda wa kuanza rasmi, nikupe direction kulingana na malengo yako. Kwa mfano, wewe unataka kupata milioni 5 mwaka huu. Kwa siku unataka kupata shilingi 50,000. Nitakuonyesha mpango kazi. Tunaweza kuuza virutubisho gani ambavyo vikakutengenezea faida wewe ya shilingi 50,000. Na video hiyo ni video inayofuata ambayo nitakupa linki yake. Ipo katika ukurasa wetu huu wa www.afyaborakipatoimara.com ambayo inaitwa jifunze biashara network marketing, ambapo hapo utaweza kuona mpango kazi mwanzo mpaka mwisho na uelewa zaidi wa kuelewa bidhaa gani unaweza ukaziuza na wewe ukapata matokeo. Lakini pia nitakupa hatua za kuanza mfumo huu ndani ya siku 3 ili tuanze kujenga uelewa na tuweze kuyapata mafanikio. Hongera kwa kusikiliza mpaka mwisho. Na huu ni mpango kazi ambao nimeuandaa mimi kiongozi kutoka kwenye timu yangu ya Afya Bora Kipato Imara, na mimi ni kiongozi kutoka katika kampuni ya BF Suma. Ni kiongozi wa ngazi ya 7 daraja la star 7, na nina shauku kubwa ya kuwa kiongozi wako nitakayekusimamia ili uweze kuyatimiza malengo yako. Kumbuka, chukua ushauri kwa mtu ambaye amefanya biashara network marketing kwa mafanikio. Watu wengi wameshindwa kufanya biashara hizi kwa matokeo kwa sababu ya mihemko, kukosa elimu, lakini kukosa watu sahihi walioweza kuwapa njia za kufanya ili waweze kuyapata matokeo ya biashara hii. Mimi hapa ni kiongozi na ni mtaalamu, na nimekuandalia katika ukurasa huu wa www.afyaborakipatoimara.com. Tutakapoenda katika hatua inayofuata baada ya kuwa memba, nitakuonyesha mafunzo ambayo nimeandaa kupitia website. Ni wewe kwa muda wako utaingia kujifunza, na baada ya hapo nitakuonyesha namna ya kupanga mipango na kuseti akaunti zako za mitandao ya kijamii ili tuweze kuwapata wateja. Kumbuka kuwa wakati unataka kuyapata mafanikio ni lazima uweze kuwa na watu sahihi ambao wanaweza kukujengea uwezo wako wa kufanikiwa. Hatua 4 za mwisho nitakazokusihi uzifahamu. Tuna mtu wa kwanza ambaye anaitwa normal person, ama mtu ambaye ni mwajiriwa. Huyu hana sifa za kufanikiwa katika biashara ya mtandao, lakini kwa sababu amechukua hatua, anaingia hatua inayofuata inayoitwa self entrepreneur. Self entrepreneur ni nani? Ni mtu mwenye sifa za aina 4. Burning desire, ana msukumo wa kutaka kujiongezea pesa ya ziada, lakini ana persistence, ni mvumilivu. Lakini la 3 ni mtu ambaye ana subconscious, ambayo ni auto suggestion, anayepanga mambo yake mwenyewe. Lakini cha 4 ni mtu ambaye ana imagination, anaweza kuyaona mambo yajayo. Umuhimu na malengo ya kuchukua fursa kwenye biashara hii ni kuanza kuona matatizo ya maisha ya miaka inayokuja ili uweze kuyatatua kabla muda wake. Hatua inayofuata ya 3, baada ya mtu wa kawaida kuwa mjasiriamali, tunakwenda katika mtu anayemiliki biashara, business owner. Na hapa unatakiwa uwe na sifa kubwa za aina 3. Sifa ya kwanza, lazima ujifunze uongozi, leadership skills. Sifa ya pili, learning from mistake, kujifunza kwa makosa uliwahi kuyafanya. Lakini sifa ya 3 ni kuwork smart. Kuna mifumo ninaitumia hasa kwa kutumia website yetu, ambapo nimekuandalia mfumo wa kidigitali kuifanya biashara ya mtandao kisasa kuliko vile walivyofanya watu wengine wa nyuma, ambapo ingekuwa ni ngumu wewe kupata matokeo. Lakini tukienda katika hatua ya 4, na hapa wewe unakuwa ni mtu ambaye ni mwekezaji, investor. Lengo la hapa ni kutanua wigo wako wa timu kwa kuwa kiongozi na kushirikisha watu wengi ili tuweze kutengeneza watu wanaoingiza pesa na kupata commission na gawio kubwa kwa kusambaza virutubisho zaidi katika eneo husika. Sifa ya kwanza ya kuwa investor, unatakiwa uwe na mindset growth. Ni mtu ambaye akili yako inatanuka kwa kufikiria. Lakini la pili, unatakiwa uwe ni mtu ambaye una strategies, una mipango ya kufanya kazi. Lakini kitu cha 3, unatakiwa uwe una long term vision and plan. Una mipango ya muda mrefu ya kuyataka mafanikio. Biashara ya mtandao na biashara ya kawaida inatofautiana katika mambo makubwa 3. La kwanza, tunaanza kwa mtaji mdogo na kupata usimamizi wa mafunzo bure na kupata mfumo wa kujitambua kimaisha ambao hauupati katika biashara zingine. La pili, ni biashara inayokupa nafasi ya kujifunza kwa kukosea na kujua wapi pa kupatia upate matokeo, kitu ambacho hakuna biashara inayokupa zaidi ya kukupa hasara. Cha 3, ni biashara inayokuunganisha na wataalamu wabobezi ambao wana uwezo wa kubadilisha maisha yako kwa namna unavyofikiria bila kutumia gharama ya ziada. Ndio maana mfumo huu unafanikiwa kutengeneza matajiri wengi duniani kwa sababu ya urahisi wake wa namna ya kuanza. Hongera sana kwa kusikiliza video hii ya orientation, ambapo umejifunza mambo ya msingi kwenye biashara na mambo ya msingi unayopaswa kuwa nayo wewe ili ufanikiwe kwenye biashara. Lakini umejifunza maana ya network marketing, ambayo ni kutengeneza mfumo wa usambazaji wa bidhaa kutoka kwenye kampuni na kuwafikia wateja, na unaweza ukatengeneza timu
na wewe ukatengeneza faida kwa kutumia mtandao huo. Kampuni ya BF Suma inakupa faida kubwa za aina 6. Kushinda safari, kushinda magari, kushinda nyumba, lakini hata kuweza kujenga mfumo wa kujenga timu, kupata faida ya timu, kupata faida ya rejareja, na kampuni inakupa nafasi pia ya kutanua wigo wako wa biashara ambao unaotaka ufanye ndani, nje ya nchi na hata nje ya mabara ikiwa wewe unataka kutanua biashara yako. Asante sana kwa kusikiliza video hii mpaka mwisho, na kitakachofuata ni kwenda kuangalia video sasa ile ya presentation ambayo itakupa kuonyesha kwa nini unatakiwa kufanya biashara na kampuni hii na mambo mengine ambayo utakayotakiwa kuyafuata. Kikubwa, chukua hatua sasa. Mambo mengi utayapata utakapokuwa umeanza biashara na utakapokuwa umeanza mafunzo. Kumbuka kuwa uliza kwa mtu aliyekupa linki hii na kukupa taarifa hii. Usiulize nje ya hapo, kwa sababu hii ni biashara ya kisasa ambayo watu wengi waliolala hawaifahamu, na watu wengi ambao hawajabahatika kukaa na watu wanaokuza akili hawaifahamu. Watu wamezoea biashara za tradition, kufungua duka, na wamezoea biashara za franchise, kuwa mawakala tu, na hawajawahi kupata elimu kuhusiana na biashara ya network marketing. Asante sana na Mungu akubariki kwa kuiona video hii. Ninatamani niwe na wewe katika wakati unaokuja uweze kufurahia mafunzo nitakayokuwa ninakupa katika group zetu na mafunzo yetu, na natamani kuwa miaka michache ijayo wewe uweze kuwa ni mtu tajiri sana ambaye utakayapata mafanikio kama mimi ambavyo nitakuwa. Ndani ya miaka michache inayokuja nitakuwa ni mtu mwenye pesa nyingi sana. Nitamiliki gari yangu LZX 300, nitamiliki nyumba yangu ya villa, na nitakuwa na pesa ya thamani zaidi ya bilioni 2 katika akaunti yangu. Na hayo ninasema kwa uhakika, kwa sababu ninajua ninapoelekea na ninafahamu njia ninayoipitia ni ya uhakika na inaweza kunipa matokeo. Asante sana kwa kunisikiliza, na hii inamaanisha kuwa wewe umechaguliwa kuyapata mafanikio katika maisha yako, nami nitakuwa kiongozi wako kwa kusimamia ili uweze kuyapata matokeo haya. Ninakuacha kwa kusema hivi, hii ni mantra, napenda kujisemea maneno haya: mimi ni mshindi. Sema mimi ni mshindi. Mimi ninaweza, mimi ninaweza. Sema mimi sitokata tamaa, sitokata tamaa. Mwenyezi Mungu, na kuomba unisaidie, na kuomba unisaidie. Amin. Hii ni mantra, dua ambayo unapaswa kuisema kila siku ili uyapate mafanikio. Na tunamaliza kwa kusema hivi: amua, jiamini, anza. Wewe ni mshindi wa maisha yako. Ni brighter life and better future. BF Suma, karibu tuende pamoja.